Naam, katika suala hilo ni kwamba makali ya ongezeko ya bei ya petroli na dizeli yanaendelea kutikisa biashara nchini, huku wamiliki wa biashara ndogo wakipata pigo kuu kufuatia utekelezwaji wa bei hiyo mpya ambayo imeongeza lita moja petroli kuuzwa kwa imeongezwa kwa shilingi 16 na senti 65 na bei ya dizeli ikiongezwa kwa shilingi 46 na senti 29. Wataalamu wa uchumi wanaonya kwamba nyongeza hiyo kulingana na mamlaka ya EPRA itasababisha mfumuko wa bei za bidhaa nchini. Kwenye taarifa ifuatayo, Gloria Milimo anaangazia athari ambazo sasa zimekodolea macho wafanyabiashara wadogo ambao tayari wanakumbana na gharama kubwa ya maisha nchini. Biashara nyingi ndogo nchini zinaendeshwa kwa mchanganyiko wa umeme na dizeli. Na hiyo labda inaelezea kwa nini ongezeko la hivi punde la bei ya mafuta linaleta kiwewe miongoni mwa wafanyabiashara wadogo. Uhusiano kati ya bei ya mafuta na mfumo wa bei za bidhaa sasa ukionekana kuchangia pakubwa katika uendeshaji wa biashara ndogo kama hii. Kustawi kwao, kwa mujibu wa wataalamu, kunasemekana kutegemea sana bei ya bidhaa hiyo ya thamani. Kwa wafanya biashara wadogo kama Flavia Rose kutoka eneo la South B, kaunti ya Nairobi, ambaye anamiliki mitambo ya kusiaga unga wa mahindi, mabadiliko kwenye bei ya mafuta sio jambo la kupuuziliwa, kwani lina uzito ambao unaweza badilisha mkondo wa biashara zao. Kuna posho mili mbili ama visiaki mbili zinatumia diesel zote, situmiangi stima. Posho mili ya kwanza inatumia pate inatumia 5 liters per day. Mimi hutoa mahindi mbali, so venye mahindi hufika hapa Nairobi ndio ikuje inifikie, naona kama itaongezeka. Na bado pia wenye wanakuja kusiaka hapa itabidi tena niongezee bei kulingana na maisha ya sasa ama na venye wameongeza hiyo diesel. Sekta mbalimbali zinasemekana kuhisi makali ya mabadiliko hayo. Wahudumu wa bodaboda na wale kwenye sekta ya uchukuzi wakilalama kuhusu gharama ya juu ya mafuta. Na hii bei ya mafuta yenyewe inaniadhiri juu. Kono na sasa imetoka delivery. Hii delivery inaenda na Ruabe. Sisi mpandishie kwa so 3. Juu nikimpandishie kwa so 3 atachukua zile nduthi za electric. Itabidi nituongeze nauli because kulingana na hiyo bei ya mafuta hatuwezi enda nayo ile bei tulikuwa tunaenda nayo before. Katika mtaa wa Nairobi West, makali ya bei hiyo mpya yamekaba koo mfanya biashara Leni Mbugwa, ambaye husaidia watu kusafirisha bidhaa zao. Mbugwa anasema kwa kawaida yeye huwa na wateja wengi mida kama hii, ila sasa gari lake linasalia kuegeshwa hapa na malori mengine wasipate wateja ambao wanaonekana kufukuzwa na bei mpya ambayo wamelazimika kutekeleza kufuatia ongezeko la bei ya mafuta. Naweza shika job ya 3000 asubuhi na kunya like 700, saizi na kunya 1200. So nikija niambie customer mafuta imeongezeka, anaenda tu aniambia tu wacha nitafute solution nyingine. Many times when fuel prices go up, businesses suffer in two ways. Number one, there's higher cost of production, and number two is the slower consumer demand. Kulingana na bei hizo mpya, lita moja ya petroli imeongezeka kwa shilingi 16.65, bei ya diesel ikipanda kwa shilingi 46.29 kwa lita, huku bei ya mafuta ya taa ikikosa kubadilika. Wataalamu wanasema kwamba Kenya inaendelea kukumbana na changamoto za mabadiliko kwenye bei ya mafuta kwa sababu taifa linaagiza karibu bidhaa zake zote za petroli kutoka mataifa ya Guba chini ya utaratibu rasmi wa serikali kwa serikali unaoongozwa na mkataba wa G2G na nchi za kifalme za Guba. Introducing a fuel subsidy, bringing it back, could cushion the Kenyan consumer. Subsidy to make sure those prices are not inflationary. That is probably the easiest, fastest, best way to prevent
a recession from taking place. Wengi sasa wanaonya kwamba bei hizo mpya za mafuta zina athari kubwa kwenye maisha ya Wakenya, na huku bei hizo zikianza kutekelezwa, siku 30 zijazo bila shaka zitabainisha iwapo baadhi ya biashara zitalazimika kufunga au la kutokana na makali ya bei mpya. Gloria Milimu, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo utaniruhusu nipate pumziko fupi, tukirejea ni taarifa zaidi.